Amani iwe nawe mtumishi wa Mungu, maana Kingdom Maker. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Jumatano nyingine tena, tunapenda kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuiona siku ya leo. Napenda pia kumshukuru Mungu kwa kutupa kibali cha kuwa pamoja nawe viwa wangu ambao unanisikiliza na kuniangalia wakati huu. Mungu akubariki sana. Somo letu la leo linatoka katika kitabu cha Isaya 41:10. Neno la Mungu linatuambia kwamba tusiogope kwa maana yuko pamoja na sisi. Mpendwa katika Kristo, napenda nikutie moyo. Yamkini kuna changamoto yote unapitia, yamkini kuna hali yote unapitia. Napenda nikutie moyo kwamba usiogope kwa maana Mungu yuko pamoja na wewe. Katika hali yoyote ile ambayo unaipitia, tambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Yamkini unapitia changamoto ya kiuchumi, yamkini unapitia changamoto ya kuuguliwa, changamoto ya kuuguza, yamkini unapitia changamoto ya madeni, watambua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Yataisha na yatapita. Bwana Yesu asifiwe. Yatapita tu. Mungu yuko pamoja na wewe. Wewe muamini Mungu, mtegemee Mungu. Katika kitabu cha Zaburi 23:4, tunamwona yule mtunga Zaburi ambaye ni Daudi anajiambia kwamba sitaogopa nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya kwa maana Bwana yuko pamoja na mimi. Tambua kwamba Bwana yuko pamoja na wewe katika nyakati zote ambazo unazipitia. Napenda pia katika kitabu cha Isaya 43, ukisoma pale ile sura yote, Mungu anasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Tambua kwamba kwenye hayo maji mengi anayozungumzia ni changamoto, ni situation ambazo Kwa hiyo tu Mungu, neno la Mungu linatuambia tusiogope, yuko pamoja nasi. Mimi naupendaga mstari ambao unasema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Yaani lazima tu tupite kwenye changamoto. Kwenye changamoto ukiwa kama binadamu lazima upite kwenye changamoto. Lakini tambua kwamba Mungu mwenyewe amesema upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo kwenye hizo changamoto tunazozipitia, Mungu bado yuko pamoja nasi. Kwa hiyo tusiogope. Yatakuja na yatapita. Yatakuja mengine na yatapita. Tutambue tu Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu anatupenda sana, Mungu anatupenda sana, Mungu yuko pamoja na sisi. Nataka pia nikwambie mtu wa Mungu, hofu ni mbaya sana. Hofu ni mlango ambao anatumia adui kutuingia. Kwa hiyo tusiipe kipaumbele hofu hata siku moja. Tuamini, tuwe hodari, tusiogope, tuwe wajasiri wa moyo, kwa maana Mungu yuko pamoja na sisi katika nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tumalizie kwa ombi. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watu hawa ambao wamelipokea neno lako, ambalo ni wewe Roho Mtakatifu mwenyewe umenipa ile neno kuweza kulifikisha, ambalo umenifanya mimi tu kuwa chombo kwa kuweza kulifikisha ile neno. Baba, ninaomba kama kuna mtu yote anapitia hofu, ninaomba neno lako hili likakae ndani yake, hofu ikapate kumwachia Bwana. Bwana, ninaomba hata kama kuna mtu anapitia changamoto yote ile, Bwana, ninaomba ukamvushe. Ninaomba ukamsaidie akaweze kuvuka katika changamoto ambayo anayopitia.